Kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo na wote ambao mnanisikiza, ninataka nishukue nafasi hii niwasalimie nyote. Bwana Yesu asifiwe. Jana nilikuwa ninaongea part 2 ya Evil Company, na hata siku ya leo ninataka niendelee kuongea part 3 ya Evil Company. Jana nilikuonyesha hatari za kutembea au za kushikana na watu waovu, na tuliongea sana juu ya mfalme ambaye alikuwa anaitwa Jehoshafatu, na nikakwambia ya kwamba huyu ni mfalme ambaye alikuwa ni mfalme mcha Mungu, mfalme mwema, mfalme ambaye alikuwa anampendeza Mungu, lakini akashikanishwa na mtoto wake ambaye alioa kwenye nyumba ya Ahabu, na kwa hivyo akashikanishwa na Ahabu. Na hatari moja ambayo tuliona ya kushikana na watu waovu, tuliona ya kwamba Jehoshafatu hata akiwa mtu mzuri alikuwa karibu kuuawa. Baada Ahabu kwa hila yake alimwambia Yehoshafatu, akamshawishi ya kwamba yeye Ahabu ajibadilishe, lakini Yehoshafatu abaki na mavazi ya kifalme ili aonekane kana kwamba yeye ndiye mfalme ili auawe. Na kwa hivyo alikuwa karibu awekwe kwenye mtego wa kifo na huyu ambaye alikuwa anaona kana kwamba ni rafiki yake ambaye alikuwa anaitwa Ahabu. Na kuna watu wengi kwenye nchi yetu ya Kenya na dunia nzima huwa wanaigizwa kwa kifo na marafiki wake wao. Unajua, rafiki muovu, mtu muovu hata anaweza akakuweka bagi kwa mfuko. Akiona ya kwamba hatari imetokea, anakuweka bagi kwa mfuko ili uingie hatarini badala yake. Wengine wanawekewa dawa za kulevya, drugs, kwa bag na rafiki ambaye unafikiria ni rafiki. Rafiki mwovu hata anaweza kuja apande bagi kwako. Kwa hivyo ni vizuri kuwa mwangalifu, uangalie sana ni nani unatembea na yeye. Hatari ingine tuliona ya kwamba Jehoshafatu hakusoma. Hata wakati Ahabu alikufa, Jehoshafatu hakusoma tena. Alishikana na mwanawe Ahabu ambaye alikuwa anaitwa Ahazia, wakashikana kibiashara, na Mungu hakufurahia. Alimtuma Eliazari nabii mmoja, kamwambia ya kwamba kwa sababu umeshikana na huyo mtu muovu, na mimi nimezifuja kazi zako. Na kwa kweli merikabu ambazo Jehoshafatu alikuwa amenunua pesa nyingi, zote zikavujika na hazikufika Tarishishi. Hiyo ndiyo hatari ya kushikana na watu waovu. Sasa naye Jehoshafatu alipokufa, aliashia ufalme huyu kijana ambaye alikuwa ameoa binti wa Ahabu. Na Bible inasema in the book of 2 Chronicles 21 and verses 1, Jehoshafatu akatawala na babaze, akazikwa pamoja na babaze katika mji wa Daudi, akatawala Yehoramu mwanawe mahali pake.
Kwa hivyo Jehoshafatu amelala, amekufa na amezikwa. Ni nani amechukua ufalme? Ni mwana wa Jehoshafatu ambaye alikuwa anaitwa Yehoramu, ndiye amechukua ufalme mahali pa Jehoshafatu. Na Bible inasema ya kwamba verse 4, Bible inasema basi Yehoramu alipoinuliwa juu ya ufalme wa babake na kujitia nguvu, akawaua nduguze wote kwa upanga na baadhi ya wakuu wa Israeli. Jehoramu alipokalia kiti hivi cha ufalme, aliwaua brothers wake wote na watu wengine ambao walikuwa ni wakubwa wote, aliwaua wote. Bible inasema verse 5, Yehoramu alikuwa na umri wa miaka 32 alipoanza kutawala, akatawala miaka 8 huko Yerusalemu. Jehoramu hakutawala miaka mingi, na mtu muovu, hatari moja ya mtu muovu ni kwamba hakai sana mahali, hata akipata kazi nzuri hakai sana. Sasa huyu Yehoramu hakukaa miaka mingi, hakutawala miaka mingi, alitawala tu miaka 8. Na Bible inasema ya kwamba verse 6, akaiendea njia ya wafalme wa Israeli kama walivyofanya nyumba ya Ahabu, kwa kuwa alikuwa amemuoa binti Ahabu, akafanya maovu machoni pa Bwana. Kwa hivyo role model wa Jehoramu, huyu Jehoramu, role model wake alikuwa nani? Alikuwa Ahabu na nyumba ya Ahabu. Na ningetaka ushike vizuri, Jehoramu alikuwa mfalme wa Yuda, na badala ya babake Jehoshafatu awe role model wake, yule ambaye amekuwa role model wake ni mfalme wa Israeli na nyumba yote ya Israeli ambao walikuwa waofu sana, mfalme Ahabu na mfalme na wafalme wa Israeli ambao walikuwa waofu, ndio wamekuwa role model yake. Na Bible inasema ya kwamba akaziendea njia zao hao watu ambao walikuwa waofu, akaziendea njia za Ahabu ambaye alikuwa muofu. Na hivyo ndivyo inakuwa. Unaweza kuta mtoto ambaye, kijana ambaye ako na wazazi wazuri, hajawahi ona wakikunywa pombe, yeye anakunywa. Hajawahi ona wakikunywa bangi, yeye anakunywa. Ameona wazazi wake in all his or her days wakiwa wacha Mungu, na yeye anaharibika kwa sababu ya ile company anashikana nayo. Jehoshafatu baba wa Yehoramu alikuwa mfalme mzuri sana, na pia Asa ambaye alikuwa baba wa Jehoshafatu pia alikuwa mfalme mzuri sana, mcha Mungu. Lakini sasa huyu kijana ambaye alikuwa Jehoramu hakuziendea njia za baba yake na hakuziendea njia za guka yake, aliziendea njia za wafalme wengine ambao walikuwa wa outside, ambao walimuinfluence
wafalme ambao walikuwa wabaya, akaziendea njia zao, na Bible inasema aliziendea hizo njia kwa kuwa alikuwa amemuoa binti Ahabu, akafanya maovu machoni pa Bwana. Kwa hivyo yale maovu yote ambayo aliyafanya kwa sababu alikuwa amemuoa binti Ahabu. Na mimi nataka niongee na hata vijana kidogo. Sio vizuri kufanya mistake ya kuoa kwa watu waovu, maana kuoa iko na nguvu sana. Ukioa kwa watu waovu, ushikane nao, partner wa mtu ako na influence sana, na unaweza shukulia kwa urahisi ya kwamba partner wako hawezi akakubadilisha, ati wewe ni mtu mzima, hawezi badilishwa kwa urahisi. Lakini ni nani alikuwa na hekima nyingi kama Suleimani? Ona vile ambavyo alibadilika, na Bible inasema ni nani walimbadilisha? Alibadilishwa na wale wanawake wengi ambao alioa na ambao alipenda. Kwa hivyo mistake ambayo Jehoramu alifanya ni kwenda kuoa kwa wafalme ambao walikuwa wanaabudu Baali, ni kwenda kuoa kwa nyumba ya Ahab, na kwa hivyo wakamuinfluence, hiyo nyumba yote ikamuinfluence Jehoramu, hata kama alikuwa amezaliwa na wazazi wazuri, hata kama baba yake alikuwa mzuri na babu yake Asa alikuwa mzuri, lakini akawa mbaya kwa sababu ya mahali ambapo alienda kuoa, kwa sababu ya wale watu ambao alishikana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia verse 12, Bible inasema ya kwamba Jehoramu akafanya mambo mengi ambayo yalikuwa ni mambo maovu sana. Akafanya mengi maovu hata kuliko wafalme wote ambao walikuwa mbele yake, wafalme wa Yuda. Na Bible inasema verse 12, likamjia neno kutoka kwa Elijah nabii kusema, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi. Elijah alikuwa amenyamaza kwa muda mrefu, lakini kwa sababu ya vile Jehoramu alikuwa mbaya, mpaka Elijah akatumwa kwake, nabii Elijah. Na nabii Elijah tunajua ya kwamba ni nabii mkubwa, akatumwa kwake. Kwa hivyo Mungu alikuwa amefika mwisho na huyu mfalme ambaye ni Jehoramu. Ukiona ametuma mtu mkubwa hivyo, Elijah. Na kwa hivyo akatumwa, akaambiwa ya kwamba kwa sababu hukuziendea njia za Jehoshafatu baba yako, wala njia za Asa mfalme wa Yuda. Asa alikuwa babu yake. Aliambiwa ya kwamba kwa sababu haukuziendea njia za baba yako. Njia za baba yake Jehoshafatu zilikuwa njia nzuri. Jehoshafatu alikuwa mtu ambaye alikuwa anaendea njia nzuri. Asa alikuwa mtu ambaye alikuwa anaendea njia nzuri. Sasa Mungu akakasirika, akamtuma Elijah amwambie Jehoramu, kwa sababu hakuchagua kuziendea njia za baba yake na hakuchagua kuziendea njia za babu yake. Na unaweza lea mtoto lakini akatae kuziendea njia zako, hata ukimwambia, hata ukimuelekeza akatae. Kwa hivyo Mungu akasema ya kwamba kwa sababu haukuenenda kama baba yako, wala njia za Asa
babu yako. Mungu akaendelea kusema ya kwamba lakini umeendea njia ya wafalme wa Israeli ukawaendesha katika uasherati Yuda na wenyeji wa Yerusalemu, kama walivyofanya nyumba ya Ahabu. Tena umewaua ndugu zako wa nyumba ya baba yako waliokuwa wema kukuliko wewe. Tazama, Bwana atawapiga pigo kubwa watu wako na watoto wako na wake zako na mali yako yote, nawe utakuwa na ugonjwa mkuu kwa maradhi ya matumbo yatakapotokea matumbo yako, kwa sababu ya ugonjwa huu siku kwa siku. Kwa hivyo Mungu akamtuma Elijah na judgment, akamwambia ya kwamba kwa sababu umekataa kuziendea njia za baba yako na haukuziendea njia za babu yako Asa, lakini umechagua kuendea njia za outsiders, kuendea njia za wafalme wa Israeli, njia za Ahabu ambazo haukuona baba yako au babu yako akiziendea. Mungu akasema ya kwamba nitawapiga watu wako kwa mapigo makubwa sana, na watu wa nyumba yako na watoto wako na wake wako wote nitawapiga kwa mapigo makubwa sana. Hiyo ndio ilikuwa consequences ya kutembea na watu waovu, ya kushikana na watu waovu. Mungu akaashiria judgment kwa huyu mtu kwa sababu ya kushikana na watu waovu, na akamtuma mtu wake mkubwa Elijah amwambie judgment ambayo itakuja. Na huyu mtu Jehoramu hakubadilika hata aliposikia hivyo. Aliendelea tu kuchagua kufuata njia ya Ahabu na ya wafalme wa Israeli. Bible inasema verse 18, na baada ya hayo yote Bwana akampiga matumbo kwa ugonjwa usioponyeka. Kwa sababu alikataa kubadilika, Mungu akampiga huyu Jehoramu mwana wa Jehoshafatu na ugonjwa wa matumbo. Na Bible inasema ya kwamba ni ugonjwa ambayo haungeponyeka hata akipelekwa wapi. Ni ugonjwa ambao haungeponyeka, maana ilikuwa pigo kutoka kwa Mungu. Ikawa baada ya siku, ikiisha miaka miwili, matumbo yake yakatokea kwa sababu ya ugonjwa wake, akafa akiugua vibaya, wala watu wake hawakumfukizia mafukizo kama ya baba zake. Ameshikwa na ugonjwa mpaka amekufa. Matumbo yake yao yote yametokea na amekufa kwa uchungu mwingi sana kwa sababu ya company. Na Bible inasema ya kwamba watu ambao alikuwa anatawala wa Yuda hawakumfukizia mafukizo kama ya baba zake. Na Bible inasema verse 20, alikufa akiwa na umri wa miaka 32 alipoanza kutawala. Akatawala huko Yerusalemu miaka 8. Akafariki bila kutamaniwa. Wakamzika mjini mwa Daudi, ila si katika makaburi ya wafalme. Huyu mfalme Jehoramu mwana wa Yehoshafatu mfalme mzuri, alikataa kuenenda kama baba yake. Alikataa kuenenda kama babu yake Asa. Akaona watu wengine huko nje akawaadimaya,
akawafanya kuwa role model yake. Akasema ya kwamba nitaenenda kama Ahabu, na akaoa binti wa Ahabu. Akaharibu tabia, akaharibu mienendo yake, na Bible inasema ya kwamba akapigwa na Mungu, akafa na ushungu mwingi sana. Na Bible inasema ya kwamba alipokufa, alikufa bila kutamaniwa na mtu. Kwa hivyo watu walikuwa wamechoka na yeye, na ni vibaya sana utembee na watu waovu mpaka watu washoke na wewe, washoke na tabia zako, washoke na mienendo yako, ukose kibali. Nilikwambia siku ya jana ya kwamba kuna watu unaweza pelekana na wao ukose kibali kabisa. Hata ukienda kuuliza kazi mahali na umesoma, ukionekana yule tu umeshikana na yeye, na yule mtu ambaye huwa unapelekana na yeye, unanyimwa nafasi ya kazi. Unanyimwa nafasi ya kazi kwa sababu tu ya company, kwa sababu tu ya watu ambao unapelekana na wao. Unakuta ya kwamba kuna watu wamekuondokea kwa sababu ya mtu fulani ambaye huwa unatembea na yeye. Unategwa polepole, unategwa na hata watu wenu, unategwa na hata jamii. Kuna mtu mnaweza shikana na yeye ukose kibali kabisa, utegwe na watu, na kuna mtu mnaweza shikana na yeye uwe na kibali sana, uwe na kibali. Ukienda useme ya kwamba mimi niko chini ya fulani, nimeshikana na fulani, rafiki yangu ni fulani, unakuta ya kwamba unapendwa na kila mtu, maana umeshikana na mtu ambaye amejipatia heshima na mtu ambaye ameheshimika. Kwa hivyo na wewe unapewa heshima na kila mtu. Lakini ukitembea na mtu ambaye amejikosea heshima, alijikosea heshima kabisa, mtawekwa kwenye shodo moja. Mtawekwa kwenye shodo moja na hautapata heshima. Wale watu ambao unapelekana na wao, umeshikana na wao, wanaweza kukupatia heshima, kukufanya upewe heshima, au ukosewe heshima kabisa. Ukute ya kwamba umekosewa heshima kabisa. Kwa hivyo Bwana wabariki. Hilo ni neno la Evil Company part 3, na Bwana awabariki sana. Ni mimi wenu Overseer Elias Gitoga wa kanisa la CFF Weumirerie, na mmekaribishwa sana mahali hapa. God bless you. God bless you.